Mara moja nilimuuliza mtu ambaye nilimfahamu na naifahamu pia kazi yake ilikuwa kusaidia, anaitwa msaidizi katika lugha zetu za siku hizi, lakini hakuwa askofu. Nilimuuliza, wewe bila shaka hiyo kazi yako ya kuwa msaidizi ni kazi ngumu sana? Akaniambia haina ugumu wote, kwani yeye kawaida anaangalia mkuu wake au bosi wake anataka kusikia nini. Huo sio ushauri ambao unatakiwa, na huo sio ushauri au usaidizi ambao wewe umeombwa. Na shauri wa namna hiyo kama wapo kwenye jamii yetu, wanaiharibu jamii na wasingepaswa kuwepo pia. Baba Bududu, Mungu akuongoze katika kufanya utume na wajibu wako vizuri. Kunapokuwa na shauri, watu waulize, tazama, kuna mtu wa Mungu hapa anaheshimika sana, twende kwake, atatusaidia. Tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 9 mstari wa 6. Au kama alivyouliza mfalme Yehoshafati alipomjibu mfalme wa Israeli ambaye alitaka kwenda vitani kuitwaa Ramoth Gileadi, lakini Yehoshafati akamkatalia, akamwambia, tumulize kwanza Mungu anataka nini katika hiyo tamaa yako ya kujitwalia mji usio wa kwako. Yehoshafati anaendelea, anamwambia, hakuna nabii wa Mungu aliyebaki tumulize? Nasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 22 mstari wa 7. Fanya vizuri wajibu wako wa kuinjilisha,